Ni sehemu ya 8 msikilizaji, na hii sehemu bwana inaanza pale ambapo tuliishia kutoka sehemu ya 7 mara baada ya kuona kuna mkutano kati ya JC pamoja na mke wa mtu ambaye ni Soraya, na huu mkutano aliyeomba ni Soraya ambaye ni mke wa mtu. Kamisi penzi ambalo alilipata kwa mara ya kwanza mara baada ya kukutana na JC. Sasa na JC anaenda tu kutoa dozi. Kumbuka yeye masuala ya kupenda, yani yeye kama utamuhitaji sawa, si atakuwa umeshoboka wewe sawa, lakini yeye inaonekana na mwanamke wake, kwa sababu bado hatujajua mengi zaidi, ila tukumbuke ya kwamba kuonana huku aliyeomba huo mkutano ni binti Soraya, na akaelekezwa guest ya kwenda ambayo walikutana kwa mara ya kwanza, na hatimaye mtoto akawa amefika. Sasa kipi kitakachoendelea kati ya JC na mke wa mtu hapo guest? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi inaitwa Antoni. Basi JC anatuambia kwamba alikuwa amevaa ile magauni wapendayo kuvaa wanawake wa Islam, ambayo huvaliwa na suruali ya skin kwa ndani, yani miguuni, na kufikia mikononi. Nguo hiyo inakuwa ni ya mtindo huo huo wa skin kama hako kasuruali. Lilikuwa ni jeupe lililobana kiasi mwili wake na kuchoresha vizuri sana, na kichwani alivalia ushungi uliompendezesha sana uso wake ambao ulikuwa unaonekana mweupe sana. Na chini bwana, miguuni alivaa kiatu kirefu chenye rangi ya samawati. Wanaume aliokuwa anapishana nao walimwangalia kwa macho yenye uchu kweli kweli, naye akawa sasa amemaliza kupanda ngazi na kuja upande wangu. Nilikuwa namwangalia kwa macho makini sana, lakini yeye akashindwa kujizuia kutabasamu na kuangalia chini kwa haya, huku sasa akitembea kwa mdundo wake wa kianamke. Basi akanifikia karibu akiwa sasa ameshika pochi ngumi ya njano mkononi, naye akanisalimia akisema ya kwamba mambo. Mimi nikaambia kwamba mambo, amefanyaje bwana? Nilimuuliza hivyo nikigiza kuwa makini kweli kweli. Basi akacheka kwa pumzi na kubana mdomo wake huku akiniangalia kwa uvutio. Ase, hebu njoo hapa. Nilimwambia hivyo na kumshika mkono. Nikaanza kukielekea chumba nikiwa sasa namvuta taratibu mpaka tukaingia pamoja. Ni baada tu ya kuingia na kufunga mlango, sasa kwanza nilimkumbatia, alafu mimi sikutaka kelele. Yani hapa nilichokuwa nataka ilikuwa ni kufuata ushauri wa wimbo wake Darasa, acha maneno, weka mziki. Ndani sekunde chache Soraya akajikuta ni hana nguo tu, hana viatu, mpaka ushungi. Nikamtolea na kumwacha na nywele zake tu laini alizokuwa ameziweka yani amezibana kwa kibanio kisogoni, na kibanio chenyewe kikatupwa. Nikamrusha hapo kwa bed, kisha nikaanza kumfanyia huduma ambayo inatakiwa. So mtoto wa watu alianza kulia kwa sana tu, akawa anaongea kwa pressure kweli kweli, nami sasa nikaendelea hakikisha kwamba anaendeleza hicho ambacho anakifanya. Alionekana kushangaa namna ambavyo niliendelea kumtandika tu, na aliendelea pia kushangaa kwa nini nimechelewa sana kushusha mzigo. Nami nikaambia kwamba nilikuwa sitaki kujiachia mapema kwanza, kwa hiyo nilikuwa najikaza, lakini baada ya dakika chache tu mwili ukashindwa kujizuia tena, nami nikajiachia ndani ya huyo mwanamke. Sasa Soraya alikuwa anaonyesha kupenda sana jinsi ambavyo nilikuwa na maogesha ndani kwa ndani, na kwa kuwa aliendelea sasa kunibana kwake mpaka nilipomaliza, sasa nami nijisikia tu vizuri kweli kweli baada ya kumaliza hiyo kazi. So tukaendelea kupumzika pamoja hapo kwa bed, na nilipoona mechi imeanza nikatambua ilikuwa ni saa 10 jioni. Sasa nikiwa sasa nimeegamia mto huku sasa Soraya akiwa amelalia kifua, nikamuuliza kwamba vipi, unahisi njaa? Akasema kwamba njaa yangu ilikuwa ni kwako JC, ninachohisi sasa hivi ni furaha kwa sababu umeshanishibisha. Nitabasamu tu. Haya bwana, basi poa, ni fresh kama umefurahi sana. Yani na ulivyo na mapigo matamu. Alafu ni kama uchoke. Afya kwa mazoezi tu. Kumbe. Mpaka mimi nikafikiri labda unatumia dawa. Kwa nini? Kwani mzee wako huwa anatumia? Hapana, yani JC jamani, mume wangu ni mchovu. Akienda mara 2 tu amechoka. Haise, ana mahaba ya kuku jamani. Alafu hata sio fundi kama ulivyo. Kwa nini usonge naye? Labda kabadilika, ama umpendi? Ama ananipenda. Na tunashirikiana kuhudumia watoto wetu. Sema tu ndo hivyo bwana. Ameacha kuchangamka. Unajua mimi nilikuwa naogopa sana kutoka nje ya ndoa Ingani nimeshashawishiwa sana na wanaume wengi, lakini wewe nimeshindwa kujizuia JC. Sasa mimi na nini kwani? Hiki kibamia ndo useme kwamba kinakuzuzua? We. Hiyo tu unaita bamia? Hebu acha kufuru basi. Yani sumaku wako nimenivuta kwa nguvu sana JC. Ama kweli unajua jamani. Yani mimi natamani hata nikumiliki.
Sawa bwana. Najua lakini usijali Jesse, mimi naelewa kabisa. Najua umeshanielewesha sana. Hata mwenyewe na mtu wako, kwa hiyo hapa tuko tu kusaidiana tu. Kwa hiyo please tuyaweke hayo pembeni. Tufurahie tu wakati wetu. Mimi hata sijuti kuchepuka na wewe. Aliongea kistaarabu sana mpaka nikawa namuonea huruma kiasi, lakini kukaza ilikuwa ni lazima, sababu nilijua kwanza ni sababu ambazo zilinifanya niendelee kukaza. Of course kwanza nazijua tu mwenyewe. Kwa hiyo tukaendelea tu kulala hapo pamoja, sasa nikiangalia mechi na kumpigisha mwanamke story, naye akaniomba tucheze mechi fupi tena. Mimi sikunyima, na alikuwa ameniomba fupi tu ili tuweze kuondoka hapo, lakini sasa nikampa mechi ndefu tu ili aende kwake akiwa ametoshika vya kutosha. So nikamvuruga mno mwanamke mpaka sasa akasema kwamba imetosha. Kwa hiyo angalau mechi zangu na Soraya zikawa sasa zimemalizika kwa ushindi mkubwa, na Simba nayo ikawa sasa imeshinda kwa magoli 2-1 dhidi ya Yanga, na walikuwa ugenini kama vile tu ambavyo na mimi nilikuwa nashinda mechi za ugenini huko pande za Mbagala. So ikawa imefika saa 12:30 hivi jioni, giza likianza kulivaa anga huko nje, nasi tukaoga pamoja, na mimi sasa nikamtandika kidogo tena chakule cha bathroom, kisha ndo tukavaa na kuondoka hapo. So Soraya alikuwa amenipa ahadi kwamba asingesahau kamwe penzi ambalo alikuwa nimempatia kuambatana na furaha aliyokuwa akihisi, ingawa alikwenda kinyume na sheria za dini yake. Na akasema ya kwamba ikiwa majaliwa yangekuwa upande wake, basi tungekuja kukutana kwa mara nyingine tena. So mimi sikuwa na neno. Ndoa ni yake bwana. Mimi sina shida. Yeye ndio anaweza akapata changamoto kwa kuisaliti ndoa yake, kwa sababu anasema ya kwamba mwanamke akisaliti ni hatari sana sana sana. Kwa hiyo nasi tukaachana na kuelekea sehemu za makazi yetu. So mimi nilifika pale nyumbani mida ya saa 1 na kukuta Ankia akiwa bado hajarudi. Nikaamua tu kufungua tu milango hapo na kwenda ndani ili sasa nipumzike kidogo. Funguo niliyokuwa nimeiacha kwa Kinatesha ilikuwa ile ya Ankia. Niliofungulia wakati huu ikiwa ni ile ya ziada aliyokuwa amenipatia. Kwa hiyo nikafikiria labda hiyo yake ingefuatwa baadaye. Kwa hiyo nikaka zangu tu sebeni na kuanza kuchati na Soraya, ambaye hakutaka kuacha kunisifia kwa mapenzi motomoto niliokuwa nimetoka kumpatia masaa machache nyuma. Nami nika sasa nimemwambia ajitahidi sana kuwa mwangalifu ili asije kukamatwa na mume wake. Nisije mimi nikawekwa katikati ya chanzo cha ndoa yake kugeuka kuwa matatizo. Sawa, alikuwa ni mswiti, lakini mimi hiyo kitu nilifanya kujichangamsha tu. Basi bwana, muda ukaendelea kutembea mpaka inafika saa 3 usiku. Bado mimi nilikuwa ndani tu nikisubiri kusikia chochote kuhusu Tesha, lakini simu yake hakupatikana wala hakukuwa na mtu mwingine aliyenipa taarifa za jamaa kuonekana Masai. Hata Bobo mwenyewe hakujua. Nikawaza labda sijui alikuwa amesharudi hapo kwao, na huenda kutoka kwenda kumwangalia lingekuwa jambo la muhimu kufanya. So ilikuwa ni hali tu ya kujali iliyonifanya nihisi kuwajibika kwa huyo kijana, kana kwamba alikuwa ni mdogo wangu kabisa. Ankia hakuwa amerudi bado kutoka saloni, na mara kwa mara nilikuwa nikizungumza na marafiki kwenye simu na kuchati na Soraya pia. Na ilipogonga tu saa 4 kamili, nikaamua sasa kutoka ndani hapo ili sasa niende kwa jirani yetu kumwangalia rafiki yangu. Nikavaa masai zangu miguuni kwa kuwa sasa zile ndala mpya nilikuwa nimeshazirudisha chumbani, nami sasa nikaanza kuelekea upande wa nje. Lakini kabla sijalifikia geti letu tu dogo, nikawa nimekanyaga kitu fulani hivi kigumu kilichosababisha masai yangu moja mguuni ivutwe. Na hiyo sasa nikiwa sasa ni kama nimejikwaa na kusukumwa mbele kwa mshtuko huo. Ilikuwa ni kwa nguvu. Na hilo sasa likasababisha hicho kiatu changu kikatike sehemu ya kuingizia kidole gumba cha mguu. Lakini sikuumia. Nikaisogelea masai yangu nikiwa sapeku tu mguu mmoja, na sikupenda kweli ukanyage chini. Nami nikachuchuma ili sasa kuangalia kilichonikwaa. Ilikuwa ni msumari, ukiwa sasa umepigiliwa chini na kubaki umechungulia juu kiasi. Nami nikaelewa hilo lililofanyika hapo ilikuwa tu ni utundu wa watoto ambao wangeingia mpaka sehemu hiyo ya mwanzo getini na kufurahia michezo yao, na sasa wakawa wamenisababishia hasara. Ingebidi sasa kumwambia mwenye nyumba wangu ili awaonye, la sivyo tungekuja kukatika vidole. So nikauchomoa msumari huo na kusimama, lakini kwa ule mpigo wa haraka wa macho baada ya kugeukia tu ukuta, nikawa sasa nimemuona Joshua kupitia matundu ya ukuta akitoka kule ndani, simu ikiwa sikioni na akiwa ni kama anakuja upande wangu. Nikachuchumaa tena na kusogelea ukuta, nami nikawegamia na kutulia. Sikufikiri kwamba bado huyu jamaa na mke wake walikuwa hapo, lakini kumuona ametoka ndani ili aje huku
kuweza kuzungumza na simu kuliamsha mashaka. Nilikuwa tu nimeingiwa na ile hisia ya kama ya kiupelelezi hivi, nikitaka kujua aliongea na nani na kuhusu nini. Fikra za kwanza ikiwa ni masuala ya wanawake wengine. Sasa nikasikia vizuri hatua zake zikikaribia ukuta kwa upande wa pili, na maongezi yake yalikuwa ni kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo mkali. Sasa jamaa akawa anasema kwamba oya, mbona unapiga bana, mimi nimekuambia niko kwenye kikao, mbona unielewi? Jamaa alisema hivyo. Sasa mimi nikaendelea kuweka umakini wangu zaidi. Jamaa akasema kwamba sawa naelewa. Kwani hofu yako iko wapi bana? Unijui? Muda kitu gani bwana? Aya, si ilikuwa ni juzi tu. Bwana wewe usilite masuala yako bwana. Mimi msikia, unanielewa? Nisikilize sawa? Acha kulalamika. Hauna haki ya kulalamika. Mimi sawa, nimekucheleweshea kwa sababu zoezi lenyewe wewe ndio zoezi kulikamilisha, lakini hata hivyo si bado nilikuahidi ningekulipa. Ndio wiki zimepita sawa. Unazingua sasa. Sasa sikia, mimi nitakutafuta sawa. Nimekwambia niko kwenye kikao, mbona uelewi sasa? Sawa, mambo magumu kwangu pia. Bado. Yani mimi bado niko kwenye harakati za kutafuta. Yohana usilalamike Yohana. Kwanza yote ni makosa yako. Ni makosa yako ndio. Kama ungekuwa umemgonga hiyo siku, sasa hivi tungekuwa tushapata hizo hela. Msikilizaji, macho yangu yakakaza zaidi baada ya kusikia maneno hayo. Moja kwa moja nikiwa sasa nimeelewa maana yake. Aise Yohana, ndio tulia sasa Yohana. Hilo dili limeshafeli. Wewe tulia bwana. Mimi sawa, mimi nimekuelewa, lakini sasa sikia. Mimi niko nao huku, mimi nimeanza kubembeleza mwanangu. Wewe taratibu tu, mimi nitapata tu njia ya kuweza kuzoa hela hapa. Wala usijali bwana. Kwani unijui bwana? Sasa ndio silizie mziki sasa. Nimerudi. Msikilizaji, aise, haki ya Mungu, yani alinifanya nihisi kuchoka. Maongezi yaliendelea. Sasa sikia, sasa wewe tatizo unakuwa na pressure mno. Wewe nipe tu wiki wala usijali. Kwanza hilo gari si lilikuanguka tu, ina maana mwenye nalo ndo anakusumbua kile namna hiyo jamani? Wapi wewe? Mtulia bwana, mimi nitakupa mwanangu. Alafu sawa, mimi nitakupatia, alafu ndo tukamilishe sasa hiyo issue ya shamba. Taratibu wewe wala usijali, taratibu tu yani. Sawa haina. Usipige tena mpaka nikutafute sasa ni kichwa wewe. Kafia huko Bunju, mimi niko kwenye kikao kaka. Basi poa. Msikilizaji, nadhani hapo ndio akawa amemaliza maongezi yake hayo ya siri. Isipokuwa tu hiyo siri na mimi nimeisikia. Hatua zake za kuondoka hapo zikanifanya nisimame. Nami nikamtazama kupitia matundu ya ukuta kumuona akirudi kule ndani. Bila shaka alirudi kuendeleza unafiki wake. Mungu mkubwa jamani. Yani hata ufanye mabaya na kuyaficha jinsi gani, akiamua kuyafunua utapatikana tu. So mimi nikabaki hapo nikiwa sana natikisa kichwa kwa kuhuzunika. Huyu mwanaume hakuwa mtu kabisa. Yani alikuwa hafai. Kusikiliza maneno hayo yote kulikuwa kumenifanya nitambue namna gani alivyokuwa mbinafsi. Tena kupindukia. Mara ya kwanza nimekutana naye alinifanya nikamkasirikia. Lakini wakati huu nikawa sasa nimemchukia. Kumbe ni yeye ndiye aliyetengeneza ajali ile ya gari iliyokusudiwa kumuondoa binti Mariam. Tena mdogo wake wa damu kabisa, ili tu afanikishe mipango yake ya kuchukua mali iliyoachwa kwa ajili ya huyo binti. Jamani, hao si ndio watu wanaotokioga na mizimu hawa usiku hao. So hilo zoezi liliposhindikana ndo akaunda kale kampango kawizi kupitia hati bandia za mahakama, na tena na hapo akafeli. Kwa hiyo sasa alikuwa anatengeneza mbinu nyingine tena ili aje kuivuruga hii familia. Tena ni familia yake kabisa. Alikuwa anatumia upendo wa Miriam kwa familia yao ili kuingia ndani, awadanganye, halafu awamalize. I say,
Unajua kwa jinsi ambavyo mambo alikuwa yanakwenda tokea ile siku nimemwokoa Mariam asigongwe kwa gari, nilikuwa nimeshaanza hadi kusahau kwamba kweli tukio lile lilikuwa ni la kupangwa. Na sasa ndo Joshua akawa amethibitisha kuwa yeye ndio mfumaji wa hiyo mipango. Sijui kama na huyo mke wake alimuunga mkono kwa haya mambo, lakini kikweli ilikuwa imepita kiasi. Nisingeweza kuwaacha waharibu familia, yani waharibu amani ya familia hiyo ambayo niliona wazi ilikuwa imeanza kuwa imara zaidi kutokana tena kutokea kwa Mariam ambaye aliyekuwa ameanza kuonyesha dalili za kupona. Na kama ingehitajika nijiunge na Tesha ili kumuondoa huyo mtu aliyejiita kaka yao, aise ningefanya hivyo. Alikuwa ni mtu mchafu sana. Nami ningehakikisha anakomeshwa kwa kutupwa kwenye kiroba cha uchafu alipostahili kuwa. So nikiwa nafikiria kurudi ndani, kwanza kutokana na kiatu changu katika, Ankia ndio akawa amerejea. Alipendeza sana kichwani kwa kusuka nywele ngumu zenye mtindo wa mawimbi kama tambi na zilikuwa nyekundu. Mkononi alishika mfuko mdogo ulioonyesha kitu kama karatasi au bahasha hivi nyeupe iliyotuna. Alipofika karibu zaidi akasimama kusasa akitabasamu. Akauliza kwamba Jesse, vipi, mbona umesimama hapa? Asa nikiwa na uso makini kaambia kwamba nilikuwa tunataka kutoka, ndala ikakatika hapa, inabidi sasa nianze kuvaa zile mpya. Pole. Sawa bwana, umependeza. Asante, zimekaa vizuri sana. Shingapi hapo? 25,000. Umependeza sana. Leo lazima nikutekenye leo. Haya, twende ndani. Nimeleta chipsi saa 4 sasa hivi, nisingeweza kuja kupika. Au ulikuwa unaenda wapi? Alikuwa anaongea sasa akitembea kuelekea kule ndani, lakini nikabakia hapo nikiwa nimeweka uso makini. Bado akili yangu ilikuwa imetekwa na swala la muda mfupi nyuma kuhusu Joshua. Wewe Jesse, vipi? Ankia karudi na kuuliza hivyo. Poa, namtafuta tu Tesha. Kumbe mkuu wote. Labda atakuwa Masai. Si kulikuwa na mechi leo? Hapana, Masai hayupo. Kwao je? Ndio nilikuwa nataka niende ila nimeahirisha. Kwa nini sasa? Kuna shida gani mpaka umeahirisha? Twende ndani nitakwambia. Basi nisema hivyo na kuanza kuelekea upande wa ndani pamoja naye. Kweli nikawa nimemuelezea Ankia kilichotokea baada ya Joshua na mke wake kufika hapo nyumbani kwao Tesha. Nami nikamjulisha kuwa bado watu hao walikuwa hapo, ndio maana sikutaka kwenda nilipogundua hilo. Nilikuwa tunataka kuhakikisha Tesha yuko poa, maana mpango ulikuwa niondoke pamoja naye, lakini akawa ameniacha tu. Ikionekana ni hasira ndo zilimlemea. Asankia akantuliza kwa kusema huyo kijana angekuwa poa tu, maana alikuwa mjanja. Labda alienda kwa madem zake ama huko Mbagala kunywa pombe. Lakini na mwanamke huyu alishangaa sana swala la Miriam kumleta Joshua hapo baada ya kila kitu alichokuwa amewafanyia. Ila akanishauri niachane na mambo hayo, yani niachane na mambo ya hiyo familia maana hayakunihusu. Ila mimi sasa tayari nilijua rangi za kweli za huyo Joshua. Vitu vibaya sana ambavyo hata Ankia sikumwambia. Nisingeweza kuacha kujali hali ya Mariam huku sasa nikijua kabisa kwamba kaka yake alikuwa na mpango wa kumuua. Sijui na wakati huo alikuwa amepanga nini? Je, kama alitaka kumuumiza Tesha, kumuumiza mama mkubwa, kumuumiza Miriam. So ningehitaji kuhakikisha na ukomesha huo mchezo wake upesi ili asije kuleta shida kwa watu niliokuwa nimeanza kuwajali sana. Yaani kwa maneno mengine ningejitahidi kuilinda familia hiyo dhidi ya Joshua. Sasa nilitaka watu wausikilize muziki wake, sasa wa kwangu angeucheza. Basi baada ya Ankia kuandaa vyakula mezani, tukala pamoja chips kavu na mishikaki 5 aise, hiki ni chakula pendo sana na chepesi sana kupata kila kona ya eneo lolote, na angalau baada ya kushiba nikawa sasa nimetulia zaidi kimwili. Nilikuwa nahisi uchovu tu uliotokana na njaa, joto, bila kusahau mechi niliocheza na Soraya pia. Hivyo nikaamua tu kwenda kujimwagia ili kupunguza fukuto baada ya msosi ukama alipake. Paka nafika saa 6 sikuwa hata nimempata Tesha. Bizadi alinipigia simu kuniuliza ikiwa nilikuwa na mwanae huyo, lakini nikamwambia hapana. Walimpenda sana na walitaka kuhakikisha yuko salama. Kwa hiyo nikawahakikishia angekuwa vizuri tu na angerudi. Kwa hiyo wasijali. Lakini mimi ndo nilikuwa na jali zaidi. Sio kuhusu Tesha tu ila wote hapo kwao. Nilikuwa nimemuuliza Bizawadi kama Joshua na mkewe waliendelea kuwepo hapo kwao. Lakini akaniambia walikuwa wameondoka mida ya saa 4 usiku huo. Kumaanisha si muda mrefu tu uliokuwa umepita tokea nilipomsikia jamaa akiongea na jambazi mwenzie kwenye simu. Ndio akawa ameondoka. So nikauliza tu na hali ya Mariam kwa muda huo,
nami nikajulishwa kuwa binti alikuwa ameshapumzika usingizini. Kwa mimi sikutaka kuuliza mengi sana yasiyonihusu. Kwa hiyo tuliachania hapo. Tesha sikuweza kumpata kabisa kwa simu. Bora hata mwanzoni ilikuwa ikiita mpaka ukata, lakini wakati huu haikupatikana kabisa. Sikuwa na namna ila kusubiri tu. Nami nikakaa sebuleni mpaka saa 8 kasoro usiku ndio hatimaye jambo jipya likaja. Niliweza kusikia geti likigongwa huko nje. Nami sikuwa na uhakika kama lilikuwa letu au la jirani. Kwa hiyo nikatoka ili kwenda tu kuangalia ikiwa ilikuwa ni Tesha. Ankia alikuwa chumbani kwake, lakini inaonekana yeye bado alikuwa yuko macho. Kwani nilipoanza kufungua mlango wa kuingilia ndani hapa, akawa sasa ametoka chumbani na kuja kuniuliza naenda wapi. Nikamwambia naenda kuangalia ikiwa Tesha ndo amerudi. Naye akasema poa. So mimi nikatoka mpaka nje nikachungulia upande wa pili wa nyumba na kumuona bibi Miriam ndani ya night dress akiwa hapo nje kwenye ubaraza wao. Alikuwa ndio ametoka ndani nafikiri, akitaka kwenda kufungua geti. Nami sasa nikadhani bila shaka ni kwake ndio palipogongwa. Lakini geti lilogongwa tena, yani kwanza lilipogongwa tena nikatambua halikuwa la kwake, lilikuwa la kwetu. Sasa Miriam akaonekana akienda kwenye geti lao na kufungua. Kisha akaenda nje kabisa. Geti letu likaendelea kutoa kelele tu, nami nikaenda hapo na kukuta Tesha. Lakini hali iliyomkuta nayo haikuwa nzuri kabisa. Alikuwa amechafuka kwenye suruali huku akiwa anayumba kilevi tu na kofia yake kama kibandiko kichwani. Kuangalia jinsi alivyokuwa akiyumba, lakini kwa kupindia upande mmoja kukanifanya sasa nitambue kwamba alikuwa amepigwa. Nikamuona Miriam akitokea pembeni yake na kumshika mkono, ikiwa wazi anataka ampeleke kwao, lakini Tesha kagoma akasema kwamba Jesse, kaka nifungulie. Tesha alisema hivyo. Hakuwa akitoa machozi, lakini alikuwa analia. Ile kulia ya kiume, sio kwa sababu umeumia mwilini, no, ila moyoni. Sasa Miriam akaniangalia kifupi, kisha akamwambia mdogo wake ya kwamba Tesha, twende ndani, ni usiku sasa hivi na mimi hii tabia siipendi, twende. Tesha akajibu niache mimi, wewe nenda tu mwenyewe, niache. Si unawajali hao mbuzi zaidi yetu? Waambie wakae hapo basi. Tesha alisema hivyo. Ikabidi nirudi ndani upesi kwenda kuchukua funguo za hili geti letu. Na Ankia akawa sasa ameniuliza kulikoni, nikamwambia Tesha amerudi lakini alikuwa vibaya. Nasi sote tukatoka tena kwenda nje. Tulikuta Miriam akiwa anamfokea mdogo wake lakini kwa sauti ya chini. Nami nikafungua geti na kutoka. Hivi ni maneno gani hapo unaongea? Tesha, mjiangalie. Unafanya maisha yako yawe mabaya kisa hasira. Unafikiri itakufikisha wapi? Miriam akaendelea kumwambia hivyo, lakini Tesha akasema mimi niache, wewe fanya mambo yako maana hujali hisia zangu. Miriam akasema mimi sijali hisia zako Tesha, kweli? Unaniambia hivyo kweli? Miriam alimuuliza kwa hisia. Nikamshika Tesha mkononi na kuuliza kwamba Tesha, nini kimetokea? Tesha akasema mwanangu, wewe. Alisema hivyo na kupiga yani kama kaukelele fulani hivi kama maumivu. Nikamuuliza kwamba ulikuwa wapi? Vipi umeanguka? Sasa Tesha akawa na babaika tu akionekana kuwa na maumivu. Sasa nikamuuliza kwamba kwani umefanyaje? Nani amekupiga? Miriam naye akamuuliza kwamba amepigwa. Tesha, umepigwa? Miriam akamuuliza hivyo na kusogea karibu zaidi. Tesha akasema kwamba mwanangu, nimekabwa njiani. Nikamuuliza na vibaka ama sehemu gani? Tesha akajibu huko Mbagala mwanangu, nilikuwa narudi. Mwanangu amechukua simu yangu aisee. Ankia akasema kwamba na maana umetembea kutokea Mbagala? Ankia aliuliza hivyo. Sasa Miriam naye akasema kwamba jamani Tesha, umeona sasa mambo usiku. Hivi nikwambie mara ngapi unisikilize Tesha? Miriam alisema hivyo kuzuni. Ankia akasema kwamba ni kweli Tesha, usiku sio vizuri jamani. Hebu tuingie ndani. Miriam akasema kwamba twende Tesha ukalale. Miriam akamwambia hivyo na kuvuta mkono wake, lakini Tesha akaweka mgomo. Ankia akasema kwamba Tesha, msikilize dada yako. Tesha akasema mbona yeye anisikilizi? Mbona yeye anisikiliza na wala anawaleta tu. Ankia, sister anazingua bwana. Ona mpaka mimi nimejikuta kwenye hii hali sasa. Ona. Yaani unalaumu mimi kwa sababu ya upuzi wako, Hivi mimi nilikutuma uende huko? Hivi ukoje wewe? Miriam alisema hivyo na kusukuma kichwa cha mdogo wake kwa kidole. Nikamuita kwa sauti ya chini nikisema Miriam. Akanitikia kwamba nini? Nitiende kulala naye. Yuko vibaya kama unavyomuona. Mwache tu. Mimi nadhani mtaongea naye asubuhi, sawa? Nilimwambia hivyo kwa upole tu. Miriam akamtazama mdogo wake nikiona machozi akiwa amemlenga. Oya, twende ndani. Nilimwambia hivyo Tesha na kuanza kumvuta. Tesha akasema kwamba JC, simu yangu mwanangu. Twende kwanza kupumzike, tutatafuta nyingine. Nilimwambia hivyo.
Nikamkokota vizuri mpaka ndani, Ankia na Miriam wakiwa sasa wanatufuata kwa karibu. Nasi tukafika chumbani kwangu. Tesha akajitupia tu kitandani na kulala kifudifudi, huku sasa uso wake akiugeuzia ukutani na mwili wake ungeshtua kila mara kwa ile njia ya kulia kwa pumzi, yani hivyo. So mimi nikawa namtia moyo tu ajikaze, na nikiangalia kama kuna sehemu aliyokuwa ameumia vibaya, huku sasa wanawake wakiwa wanatazama tu pale mlangoni. Nami nikamwomba Ankia aifuate feni sebleni na kuileta huku, kisha aiwashe mpaka mwisho. Akatina kuleta, aliwasha na kuielekeza upande aliolala Tesha. Nami sasa nikatoka kitandani na kusimama kumtazama dada mtu. Alikuwa anamwangalia mdogo wake hapo kitandani kwa macho yaliyojaa huzuni, na nilitambua kuna kiasi cha machozi kilichokuwa kimemtoka, lakini akawa ameafuta macho yake. Ankia akamwambia Miriam kwamba tumwache alale sasa, pombe ikimtoka mambo yataeleweka zaidi, si ndio Miriam? Miriam akajibu, muda mwingine natamani hata nimkate masikio. Miriam alisema hivyo kwa sauti ya chini. Ankia alitabasamu na kuniangalia. So mimi nilikuwa namwangalia Miriam kwa uelewa mwingi sana. Naye aliponitazama machoni, nikasema kwamba najua anawaza sana kuhusu hali yake, ila usijali, hajaumia sana. Hao vibaka wamemkorua tu kidogo. Basi Ankia akauliza kwamba na simu yake wamebeba. Kama angekaa kwa kutulia hayo yote hata singetokea. Miriam alisema hivyo. Ankia na mimi tukatazamana tu machoni, kisha tukamwangalia tena dada mkubwa. Ankia, sitaki akuletee shida. Amna wewe, Tesha sio shida Miriam. Ni rafiki yetu, kwa lazima tumsaidie. Mbona wewe umenisaidia kwa mengi magumu Miriam? Sasa hiki tu ndo kinipe shida jamani? Hebu acha kuwaza basi hivyo bwana wewe, na nenda kapumzike. Asubuhi mambo atakuwa sawa. Ankia alisema hivyo kwa pole. Sasa mimi nikamwangalia tu Miriam. Naye akashusha pumzi na kutoa shukrani, kisha akaanza kuondoka. Nikahakikisha namtoa mpaka nje na kumwacha kwenye mazingira salama mpaka alipoingia getini kwao. Tukiwa tujiongea chochote kabisa, nami nikarudi upande wetu. Ankia akaanza kuniambia namna gani maisha hapo alivyokuwa akitengeneza drama moja baada nyingine, na hili swala la Tesha kupenda mno pombe mpaka anajikuta kwenye matatizo lingemfikisha pabaya mno ikiwa asingeangalia. So akaniaga na kwenda kulala chumbani kwake, na mimi nikabaki chumbani pamoja na rafiki yangu mpya. Tayari usingizi ulikuwa umeshambeba zamani sana. Si unajua tena alikuwa amegusa pombe. Kwa hiyo mimi nikakaa hapo kwanza kutafakari vitu kidogo. Alichosema Ankia kilikuwa ni sahihi. Tesha alikuwa kijana mzuri sana, lakini naona kuna kitu fulani kilichokuwa kikimsukuma apende mno pombe na kumfanya awe tofauti na alivyokuwa. Kiuhakika sisi wote tulikunywa, lakini hata sisi wengine tungeweza kuona kwamba alikuwa akipita kiasi. Labda ni kwa sababu ya msongo wa mawazo uliosababishwa na kitu fulani nisichofahamu, ndio jambo lilofanya hivi. Na kwa sababu mimi nilikuwa namjali, nilitaka kuhakikisha tu namsaidia kwa ushauri ikiwa ingewezekana, ili aweze kujiepusha na mambo ambayo huenda yangekuja kumuingiza kwenye matatizo mabaya zaidi kuliko hata leo. So mimi sikutaka vitu vibaya zaidi vije kumpata ukijana. Kwa hiyo darasa huru lingeitishwa siku ikishakucha ili kweli nisaidie kumweka huru. Basi siku ikakucha, niliamka ikiwa ni 1:00 kasoro, na usingizi bado ukawa unanivuta tu niendelee kulala. Kwa kuwa sasa nilala na Tesha kwa kupishana mili, nilimchungulia tu na kuona kwamba bado alikuwa amesinzia. Hivyo nami nikaingia usingizini tena. Ndoto 1, 2 tena nini, nami sasa nikaamka kwa mara nyingine. Zamu hii nilipoangalia muda nikakuta inakimbilia 3 asubuhi. Nami nikamwangalia mwenzangu na kuona bado amelala kitandani, lakini macho yake yalikuwa wazi. Tesha alitazama kuelekea juu ikiwa kama vile anatafakari mambo fulani. Nami nikampiga kidogo mguuni kwa mkono wangu nikasema, "Oi." Nilisema hivyo, naye akaitikia kwamba, "Oi. Vipi uko macho muda?" Amna, nimekata kama dakika 10 tu. Ankia kaja akanicheki hapa, ameenda sokoni kufuata nyama. "Wewe unalala kama umekufa mwanangu." Hata ukumsikia. Wapi? Unajua mimi nimeamka kabla yako. Nikakucheki, nikaona bado uko Dreamland. Kwa hiyo na mimi nikarudi kulala pia. Sasa mwanangu nimekunywa jana. Yanashangaa hata nisijapotea njia ya kurudi. Mlevi hata alewe vipi, hawezi kusahau kwake. Hakika kaka. Na mimi navolalaga vibaya hivyo. Vipi sijakupiga mateka kweli? Hamna. Ila sema unajamba sana. Mwache hizo mwanangu.
Haya bwana, vipi lakini unajisikiaje? Kichwa tu kinagonga, mbavu zinauma nini. Wajinga jana unajua alinipiga karubalo mwanangu hatari. Kwani ulikuwa unatokea wapi kabisa? Jana unajua nilikupigia kweli kweli. Afu baadaye ndio ukao upatikani kabisa. Sasa mwanangu unajua mimi nilikuwa nimekasirika sana ile jana. Yaani mwanangu ile issue yani si unaelewa? So nikaona niende zangu tu tandika nini. Kule kuna demu wangu mwanangu anaitwa Happy. Ananielewa sana mwanangu. So nikaenda kwake nini nikakaa pale. Baadaye jioni pale mechi imeisha nini nikamwacha. Afu ninapenda kunyonywa chenza lile. Sasa usiniambie. Sio poa. Nimelila nikanigei na hela ya bia maana linafanya kazi kwenye hoteli. Sasa kuna shift ya usiku, kwa hiyo lenyewe likaenda huko. Nami ndo nikaanza kurudi Mbagala. Mwanangu. Nikaenda zangu pale highway nini, piga bia zangu nini kama 4 hivi. Wenye kushoboka wakaja, wakaongeza, nikaendelea kupiga tu. Nimekunywa jana mwanangu. Alafu sasa zilikuwa ni kama azishi. Kwa hiyo haukufahamiana na hata mmoja. Hamna. Chawa tu zisizojulikana. Walikuwa nafikiri mimi ni mtu mwenye hela. Ndio maana. Kwa hiyo kawaje sasa? Mimi nimekunywa. Kuna demo akawa anataka niende naye lodge hapo. Ila mimi hata sikuwa na hela. Alafu mwanangu ile demo lenyewe lilikuwa la moto. Wewe. Acha mwanangu, bonge moja la pisi. Yaani mwanangu mimi ningekuwa na shilingi 15,000 mfukoni, nisingerudi huko kabisa. Yaani ningelala nalo. Basi msikilizaji, mimi nilikuwa nasikiliza tu kwa umakini namna ambavyo kijana huyu aliongea. Nikijaribu kuisoma saikolojia yake, niliweza kutambua mambo fulani hivi kuhusu utu wake kutokana na jinsi alivyozunguka kwenye maneno aliyotumia ili kufika kwenye pointi ya kile nilichotaka kujua. Alipenda ukweli wa mambo yote aliyofanya uelezeke mwanzo mwisho kwa msikilizaji ili kumwaminisha zaidi. Kwa mwanangu yani nikatoka hapo ilikuwa sijui saa ngapi. Ilikuwa saa 6 mwanangu. Nikasema unajua na pombe? Nitembee tu. Yaani hapa napona nisikani kama hapo tu. Yaani nyumbani naona tu ni hapo karibu tu. Kwa mimi nilikuwa hata siumbi kivile mwanangu. Sasa mdogo. Paka lile eneo pale karibia na wapi pale nani wapi pale kale kanini kale ka guest pale nani pale Lusanga. Pale mbele. Pale mbele ukikaribia sasa kwenye lile dampo la machupa ya kuuzwa. Pale si ndo pamekaa vizuri ukojoa. Basi bwana. Mimi nikasogea nishushe mvua. Kondo akakuvamia hapo. Yani mwanangu ana sijata ulitokea wapi kaka? Walikuwa ni wengi. Kama 3 hivi. Wawili walinishika, mmoja sakiwa amenikaa bavu. Sasa nikasikia nimepigwa kiunoni mwanangu. Hapa hivi nyumbavu, hapa hivi sio. Hapa hivi. Yani mwanangu unajua isingekuwa pombe ningeruka nao. Kwa akachukua simu na wallet mwanangu ila haikuwa na kitu. Kwa hiyo hakukuwa hata na kadi za maana nini vitambulisho. Hamna, uzuri mimi sikuwa nimevibeba jana. Si ile nimeondoka kwa hasira, kwa hiyo nilikuwa na buku 3 tu. Yaani mpaka kwa wapi huko taandika mwanangu kwa na shilingi 3,000. Ndio naweza sasa akanitoa kidogo baadaye. Yaani ndio hivyo bro. Kwa hiyo wamenitia hasara sana wakudani. Sasa inabidi uje kwenda polisi. Masuala ya line nini si unajua? Kaka mimi nimeshachoka akili kaka. Yaani kama mimi nikija kukutana nao tena, nitafanya kitu mbaya. Basi msikilizaji, nikajinyanyua na kukaa. Yeye bado akiwa amelala Charlie, huku sasa mguu mmoja akiukanyagisha kitandani na mkono wake akiweka kwenye paji la uso. Sasa hiyo ni kama utakutana nao tena na ni kitu gumu sana, unajua. Hao ni watu wa kubadilisha maeneo na wewe haukuwa target ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni kama ulikotea tu. Ndio hivyo kaka. Unajua mtihani wa kutafuta simu nyingine ni wangu mwanangu. Afu yani ni ngumu kinoma noma. Unajua Tesha nakuelewa vizuri sana. So wewe unavyoona mambo ni tofauti na jinsi ambavyo dada yako au mama zako wakubwa wanayaona. Kwa hiyo migongano lazima tu itokee msipokubaliana kwa jambo fulani. Lakini JC ngoja nisikilize. Unajua mimi ninacholia JC ni kwamba hivi kweli mwanangu yani sina wewe ulikuwepo mwanangu ile siku huyo mbwa ametukana familia yetu. Tena hapo ilikuwa ni mara ya kwanza mwanangu. Yaani mimi mwanangu mimi namjua sana huyo mtu toka tupo mwanangu wadogo. Yaani hafai mwanangu, ni mchoyo mkuda mpumbavu yani afa analeta eti mama zake hapa afati mimi nimpokee. Eti njoo karibu sana we. Mimi JC mimi siwezi mwanangu. Yaani
Yaani sijui hata mimi anafikiria nini yani. Of course nakuelewa sana. Unajua ni kwamba tu hujaingia kwenye akili ya dada yako Tesha, na najua hamwezi kufanana kwa kila kitu. Unajua wewe ni mdogo wangu. Sawa? Nakuelewa. Kwa hiyo mimi naelewa hasira ulionayo haiko kwa familia yako, ila una hasira juu ya kitu kingine ambacho ndio kinakufanya upende zaidi kujistarehesha. Wanawake, pombe sana, ili ujipe njia ya kupotezea hizo hisia. Lakini Tesha, ushawahi kusikia kwamba huwezi kuepuka matatizo yote kwa kukimbia? Nilimwongelesha hivyo kwa upole tu, akawa ananiangalia tu kwa macho yenye subira. Mimi ni rafiki yako na nimeshakusoma. Nimeelewa kwamba kuna kitu kinachokuumiza, lakini hutaki tu kukiface. Unakiepuka. Yaani unakiepuka kwa kuishi ile yani kujiachia yani. Si unajua? Inaeleweka mwanangu, sawa. Hata mwenyewe nimeshapita kwenye nyakati kama hizo nini. Kwa hiyo nakuelewa sana. Lakini mimi nitakwambia kitu Tesha, ni kwamba ikiwa utaendelea kuiepuka hiyo hisia na kujifikirisha kwamba uko sawa, yani kwamba hauna tatizo, ndio itaendelea kukuua zaidi. Yani inakuwa ni kama unapokuwa na kinyongo na mtu, lakini unaigiza kwamba yani mko fresh nini. Si unajua ile? Hiyo kitu inakuwa inakutafuna ndani kwa ndani. Ndio maana unakuwa unafanya vitu kwa njia sio yako kabisa. Hasa kama utakasirishwa na jambo hata dogo tu linalohusiana na hiyo hisia uliyoificha. Sijui unanielewa rafiki yangu? Tesha alionekana kuzama ndani ya hisia fulani hivi nzito sana baada ya kunisikia. Naye akatikisa kichwa kuonyesha kanielewa. Unajua sisi sio wakamilifu mwanangu. Hakuna mtu msafi yani. Lakini tunapoona mwenzetu anajichafua haimaanishi tumwache tu. Tunakuwa tunasaidiana hivyo hivyo tu. Uongo? Ni kweli bro. Ila sasa kuna watu kama Joshua. Sikupingi Tesha. Huyo kaka yako hafai. Yaani ana ule uchafu sugu kwenye utu wake. Hata kusugua kwa jiki wala msasa hautoki. Kwa hilo mimi sikupingi JC. Kwa hiyo sasa ndivyo hali ilivyo, haipingiki. Lakini tukija kwa dada yako sasa, Miriam ni mtu tofauti sana Tesha. Anajaribu kuona kitu fulani hivi ndani ya mtu hata kama hakipo. Na hiyo sasa inamfanya awe ni mtu mwelewa sana. Mtu mpole, anaitaka amani hata kama nafasi ipo kidogo sana ya kuipata. Hayo sio makosa yake, ndivyo alivyofundwa. Na dada yenu anawapenda sana. Nadhani anataka kufanya kila kitu kuwaunganisha. Maana najua hatakuwa nanyi siku zote. Basi nilielezea hivyo msikilizaji. Tesha akaendelea kunisikiliza tu kwa utulivu. Mkubwa wako alinielewesha kuhusu huo utu wa dada yako. Kwa hiyo nimemuelewa namna hiyo. Anataka tu kutafuta amani hata na mtu kama Joshua kwa sababu ni ndugu yenu. Sawa, huyo ni Miriam. Ila wewe ni Tesha. Ukishamuelewa kwamba dada yako yuko hivi, wewe kubaliana naye tu. Kwa njia yake ya kuona mambo, wewe kubaliana naye tu. Lakini unakuwa unahakikisha kwamba uko macho kwa njia yako mwenyewe ya kuona mambo, ili ukiona kwamba anakaribia kuanguka, unawahi kumtaka. Maana hata yeye mwenyewe anaweza akawa anakosea, si ndio? Ni kweli kaka. Hawezi kuona vitu kama Bizawadi na Bijamila ama Shadia na mashoga zake. Alivyo ndivyo alivyo tayari. Wewe mwelewe tu. Alafu utulize hisia zake hata kama bado zako zinarukaruka. Si unaelewa mwanangu? Unajua mwanangu yani, anyway, sawa mimi nakuelewa mwanangu. Lakini haumwamini kaka yako, sawa? Simama na hilo. Nenda na biti la dada yako la kutafuta amani, lakini jicho lako makini lisitoke kwa huyo mtu unayejua anaweza kubadilika muda wote. Sijui unanielewa mwanangu? Mimi nakupata kaka, nakupata. Unasema kweli. Sema tu unajua ni mimi nakuwa ni staki tu atawe karibu yetu. Maana Tesha hata akiwa mbali Tesha uwezekano wa kufanya mambo mabaya kwenu wanao. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa uwe nacho akilini. Kwa hiyo la muhimu kuangalia ni wale unaowapenda. Bas. Wewe Tesha ndio mwanaume hapo. Hebu ifesi hiyo hisia uliyoificha. Ipe za uso. Kitoe hicho kitu kinachoisumbua roho yako ili uache kujikimbia wewe mwenyewe. Ndio utaona umuhimu sasa wa haya yote niliyokuambia, ili uwe namna inavyotakiwa kuwa. Mimi simaanishi eti utakuwa mtakatifu, ila najua utaanza kujitahidi kutotanguliza fikra zako tu na kuangalia faida za wapendwa wako zaidi. Hilo ndo la muhimu, au sio?
Kaka unaongea wewe kaka? Kaka, kwa nini usifungue channel yako ya documentary? Wewe sema nimekuelewa Jesse, huko sahihi. Unajua ni kuna kitu. Kabla Tesha hajamaliza kuongea, sote tukasikia mlango wa kuingilia ndani ya sebule ukigongwa kuashiria mgeni kafika. Ingekuwa Ankia ndio karudi, si angepita tu moja kwa moja. Hivyo hakuwa yeye. So nikaona ngoja nitoke tu kitandani na kuchukua t-shirt la kuvaa ili sasa nikaone ni nani. Maana nilikuwa kifua wazi na nimevaa pensi tu. Sasa Tesha akasema kwamba Ankia akachelewa kweli kuleta supu. Labda ndo katuma mtu ailete. Hebu ngoja nikaone nani. Sema mwanangu, na ka body fulani hivi simple tu mwanangu. Ila kifua chako kiko mbele. Vipi unaingiaga gym? Kitambo sana ila niliacha. Ila nataka nije nianze tena kujenga kinga. Na mimi nataka nianze pia kaka, maana unajua mimi nishakuwa legelege mpaka yani na kabwa kijinga kaka. Chukulia hapo bwana. Basi nitabasamu kiasi na mimi nikatoka chumbani na kwenda kufungua mlango. Macho yangu yalikuwa na uzito kiasi, lakini baada ya kumuona bibi Miriam hapo nje ikawa ni kama yamepata wepesi hivi. Alikuwa amevaa nguo kama dera ya kijani hivi iliyokuwa imefungwa kwa mkanda laini sehemu ya kiuno. Kichwani alizibana nywele zake ndefu alizosuka kwa juu, na uso wake usiokuwa na virembesho vya aina yoyote ulipendeza sana kwa asubuhi hii. Asubuhi alinisalimu kwa sauti yake nzuri. Salama, vipi wewe? Safi tu, vipi wewe mamkaje? Yuko macho ila bado yuko kitandani. Ingia. No, hapana. Muite tu, nataka aje nyumbani. Bado ni mzito ese. Ankia ameenda kumfuatia supu. Wewe ingia tu bwana, umuone angalau. Tafadhali sana, naomba ingie. Basi nilimwomba hivyo. Akaniangalia kwa macho yenye utathmini, kisha akavuta ndala zake na kuingia ndani. Ngozi yake nyeupe iliyoonekana nyuma ya shingo yake ilipita hadi weupe wangu, yani ikionekana kuwa nyororo sana. Miriam ni mweupe zaidi ya unavyoniona mimi hapo. So nikaacha kumtazama baada ya yeye kufika mbele zaidi na kunigeukia. Na mimi sasa nikaufunga mlango na kuelekea chumbani kwangu sasa nikimwambia aje. Nikakuta Tesha akiwa sasa amejilaza bado. Nami nikamwambia dada yake amekuja. Akajanyua na kuketi kitandani huku dada yake sasa akiwa anaingia chumbani sasa. Nami nikaichukua simu yangu. Ngoja niwapishe kidogo. Njoka. Nilimwambia hivyo Miriam, lakini Tesha akasema hapana. Tesha alisema hivyo nasi tukamwangalia. Akasema kwamba usiondoke JC, kuna vitu nataka niongee na wewe usikie. Alisema hivyo. So nikamwangalia Miriam na kuona jinsi alivyomtazama mdogo wake kwa hisia. Na Tesha akasimama usawa wangu. Tesha akaanza kwa kusema kwamba dada yangu mimi naomba tu nisamehe. Miriam akaingia ndani zaidi na kumfikia mdogo wake. Akamshika mkono huku sasa akimwangalia kwa hisia, naye akasema kwamba usijali Tesha, ameshapita. Wewe twende tu nyumbani kwanza uka. Tesha alimkatisha dada yake akamwambia kwamba hapana, mimi nataka unisikilize kwanza. Miriam akabaki kimya. Tesha akaanza kujipiga kifuani kwa kidole chake. Unajua ni kuna vitu vingi sana hapa mimi. Nimejikaza tu muda mrefu mno. Unajua nikwambie kitu, yani kama ingekuwa ni kuzaliwa kwenye maisha mengine, mimi ningechagua kuwa na kaka wa damu kama JC, sio Joshua. Yani isingekuwa huyu kaka huyu, leo mimi nisingetambua kwa nini nimekuwa hivi. Mimi hata mwenyewe unajua mimi sikuwa hivi. Japo umeniacha tu niishi kama ninavyoishi sasa hivi, lakini mimi najua huwa nakuumiza sana mimi. Mimi najifumbisha tu macho, lakini ni kitu ambacho mimi ninachohisi. Na roho inaniuma sana kwa sababu mimi sipendi umie dada. Lakini iko hivyo kwa sababu yani mimi nimekuwa hivi kwa sababu uliniumiza sana mimi. Tesha alisema hivyo, na wakati huo sasa Miriam alianza kulengwa na machozi. Miriam akamwangalia kwa njia iliyoonyesha hakuelewa. Nami nikawa makini zaidi ili kuweza kuelewa sasa funguko la huyu kijana. Unajua dada una moyo una moyo mzuri, sawa, lakini Joshua sio mtu. Jesse, wazazi wetu wamekufa, sawa. Wamekufa kwenye ajali. Walituachia kila kitu chao, wakatugawanyishia, lakini Joshua akawa anataka hadi na vya kwetu. Tesha, subiri kwanza mimi. Ngoja tu niongee.
Mimi hapa naongea, ndio maana nimwambia JC abaki. Naye anatakiwa kujua haya. Wewe naomba tu niache mimi. Mwanangu JC, Joshua alipewa vingi mwanangu kuliko hata sisi. Maana mama alikuwa anampendelea sana. Lakini akavitumia vibaya, alafu ndio akaanza akageukia vya kwetu. Mimi nilikuwa nimeachiwa shamba mwanangu. Hilo shamba mimi naweza nikasema kwamba nilikuwa nalimisha na mimi. Tunapata hela zinatumika kwenye maendeleo yangu, Mariam na ndugu zetu wengine. Lakini Joshua akaliiba mwanangu. Akaliuza serikalini mwanangu. Tesha alisema hivyo kwa sauti yenye maumivu sana. Msikilizaji, hiki ni kitu ambacho nilifahamu, lakini nidhani kwamba yeye Tesha hakujua. Nilipomtazama Miriam, alikuwa anamwangalia mdogo wake kwa njia iliyoonyesha hata yeye mwenyewe kutarajia hilo. Mimi alijua lakini hakuniambia. Alikuwa anajaribu kulinda amani kama ambavyo siku zote anafanya, lakini mimi nilipojua niliumia sana kaka. Niliumia. Mimi listen kama vile na yeye anampendelea tu. Yaani naweza nikasema kwamba nilimuona anakuwa tu kama mama. Tesha, no, mimi naomba niache. Mimi naomba tu niache nizungumze, sawa? Naomba usilie dada, mimi nakuomba. Mimi sikulaumu, nakuelewa, sawa? Mimi nakuelewa. Tesha alisema hivyo akifuta machozi yake na kufuta machozi ya dada yake. Dada, usijali. Mimi nilikuelewa. Ndio maana nikakaa kimya. Mimi niliona tu nikae kimya dada mimi. Niliona tu ngoja tu nitulie dada. Sasa leo JC ndo kanifungua macho leo. Unajua hiyo kitu linaumiza mno, japo nilikuelewa dada mimi. Ndio na mimi nikawa namna hii. Kama ulivyoniambia mwanangu, unajua mimi nikawa tu naikimbia hiyo hisia. Ila mimi unajua mimi ni mtu mwenye hasira sana kaka. Kaka na hasira mbaya sana kaka. Sasa hizi hasira mimi nilikuwa sitaki hata ziende kwa dada mimi. Sitaki. Mimi dada mimi nampenda. Kwa hiyo Miriam, naweza nikasema kwamba dada mimi siwezi kumchukia. Lakini ninakiri leo kwamba kulikuwa kuna kitu hapa kinanisukuma nimkasirikie. Ndio maana mimi nikaanza kunywa sana pombe kaka. Unajua inaweza ikawa ngumu kuelewa JC mwanangu, lakini hai kitu ipo mwanangu. I say dada, wewe ni mtu mmoja ninayempenda sana. Nikikwambia naweza kuua mtu kwa ajili yako dada, naomba unielewe. Mimi namaanisha hata Joshua naua. Dada, mimi nikimwona hata Joshua naweza mimi nikimwona anakuja hapa nyumbani nakumbuka kila kitu dada. Ndio maana mimi nafanya mambo vibaya. Mimi naomba tu nisamehe dadangu, sawa? Mimi naomba nisamehe dada. Nisamehe kwa jana. Na nisamehe tu dada, mimi nakuomba. Ila unajua nini dada, mimi sasa hivi mimi nimeshaliondoa hili kala motoro, ni sawa? Mimi nimeshaliondoa. Mimi sitaki tena. Sitaki. Hasira nayo sitaki niongoze vibaya. Da mimi nakuahidi mimi nitabadilika. Labda ila bia nitakuwa nakunywa kidogo tu, sio mbaya, ila mimi nitabadilika. Msikilizaji, kauli hiyo ilimfanya Miriam acheke kidogo kwa pumzi. Ingawa alikuwa na huzuni. Wote hawa ndugu walikuwa na huzuni sana, huku sasa Tesha alikuwa anazungumza akitokwa na machozi ya kiume. Mwenyewe niliwatazama nikaonea huruma sana. Lakini tuachie haya mambo hapa. Dada mimi ngoja nikwambie kitu, mimi nakuahidi. Mimi sitakuvunja moyo. Sawa dada? Amani unayotaka utaipata dada. Tena inaanzia kwangu. Usikonde dada, sawa? Tesha alisema hivyo kwa njia ya kwanza kuchangamka. Miriam akaangalia chini kiasi kwa huzuni. Mwanangu ndio hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema asante sana kwa hiyo therapy mwanangu. Simuona hata nimefunguka JC mwanangu. Wewe nimefunguka daktari mwanangu, mchizi wangu nini. Kwa hiyo mimi nakushukuru kaka. Kwa hiyo usinione mdhaifu kaka, mimi kuongea hivi na ni vile tu maumivu kaka. Nashindwa hata kuongea lakini ndio hivyo kaka. Usijali, mimi nimekuelewa, umefanya vizuri. Kumbuka tu hili ya kwamba haijalishi uliyofanya umefanyaje, sawa? Ila yale ambayo unataka kuyafanya ndio ya muhimu, sawa? Amina kaka.
Basi nami nikafarijika kuona namna ambavyo kijana huyu alikuwa ameweza kufungua moyo wake na kuonyesha utambuzi. Nami nikamtazama dada yake na kukuta sasa namwangalia mdogo wake kwa hisia sana. Basi Tesha akasema kwamba ngoja nikakojoe mimi, nakuja. Miriam akatikisa kichwa kubali, na Tesha akampita na kutoka ndani hapo. Ni baada tu ya mdogo wake kutoka ndio Miriam akakisogelea kitanda na kukaa. Nami nikamtazama na kuona jinsi uso wake ulivyokunjamana kwa njia ya kulia. Oh, huyu mdada alikuwa analia maskini. Lakini ni machozi tu ndio yaliyoonekana kutiririka na kwikwi zake kushtua mwili, ila huyu mwanamke jamani hakutoa sauti. Huyu sijata nimwelezeje huyu mwanamke, ni ana roho fulani hivi. Kilikuwa ni kile kilio cha ndani sana kutoka kwenye moyo wake. Nami kumuona akilia namna hiyo kikweli kulinipa hisia mbaya sana. Alitia huruma mdada watu. So nikasogea mpaka hapo na kukaa pembeni yake. Miriam, naomba ujikaze sawa. Mdogo wako atakuwa sawa. Hivi nakosea wapi? Yaani kwa nini najitahidi kujenga ila tu ndio mambo ni kama nabomoka? No, sio hivyo. No. Mimi ni mpumbavu, si ndio? Jesse, mimi na moyo wa kipumbavu sana, si ndio? Mimi najaribu, nafikiri kufanya hivi ndio inafaa, lakini kumbe ndio naharibu. Naangukia poa. Mwisho siku ni mimi tu ndio naangukia poa. Hadi mdogo wangu nimeshindwa kumuongoza vizuri kweli. Yaani mpaka na hivi kweli jamani. Ni nini kama sio upumbavu? Ndio maana hata na wewe uliweza kunifanya nionekane mjinga mara ya kwanza tumekutana, sio? Ni kwa sababu ya upumbavu wangu, si ndio? No, hapana. Sio hivyo Miriam. Basi nijaribu kumtuliza, akaendelea kulia bila kutoa sauti sana. Nami hadi hapo sasa nikalengwa na machozi kabisa. Nikapitisha mkono wangu kwenye bega lake kwa njia ya kumvuta kiasi, naye akalaza kichwa chake begani kwangu. Nilipatwa na hisia ya uvuguvugu moyoni kwa sababu hali ya huyu mwanamke ilinigusa sana. Naye akawa sasa anaendelea kulia kwa kwikwi, huku mimi sasa nikimbembeleza kwa kusugua mkono wake taratibu. So mapigo yangu ya moyo alikimbia kwa kasi sana na sikujua shida ni nini. Kuna kitu fulani hivi kilichokuwa kikijijenga ndani yangu ambacho bado sikuwa hata nimeelewa ni nini, ila kiliweka msingi wa hisia tofauti ndani yangu ambayo ulikwenda kinyume kabisa na hali ya utu niliokuwa nimejipatia kwa hiki kipindi. Sikujua kwa sasa, lakini huenda ingekuja kueleweka hapo baadaye. Sasa nikiwa naendelea kumpa Miriam bembelezo kwa kusugua mkono na bega kwa utaratibu, mlango wa kuingilia hapo chumbani ukafunguka. Nami nikatazama hapo na kumuona Ankia akiwa amesimama. Bila shaka ndio alikuwa amerudi na inaonekana alikuja moja kwa moja mpaka chumbani kutuangalia mimi na Tesha, lakini akakuta niko na dada mtu. Miriam akasasa amemuona pia, na akajitoa begani kwangu na kuanza kujifuta machozi kwa viganja vyake. Ankia alikuwa amesimama hapo mlangoni akitutazama kama vile ni anasubiri umuelezee yani what's happened. So nikamuuliza kwamba oya ndio umerudi. Ankia akasema ndio nimefika. Kila kitu kiko sawa jamani? Ankia aliuliza hivyo kwa kujali. Sasa Miriam akasimama baada ya kujikausha machozi, na mimi sasa nikasimama pia. Akasema kwamba ndio nimemwijia hapa Tesha. Ankia akasema yuko wapi? Miriam akasema ameingia wani, ngoja niende nikamsubiri hapo nje. Basi mimi nilikuwa namtazama tu kwa utulivu, naye akaanza kuelekea mlangoni, lakini Ankia alimzuia kwa kumshika mkono. Sote tukamtazama. Ankia akasema kwamba nimeleta supu, kaa basi tunywe pamoja na mdogo wako eti. Nadhani sitaweza Ankia, naingia kazini. Nataka nikajiandae. Ila Tesha anaweza kubaki na Ankia umerudi? Tesha alikatisha mazungumzo ama kauli ya dada yake kwa sababu alikuwa amefika. Sasa Ankia akasema kwamba nawaambia hapa dada yako tunywe supu, nimeleta nyingi ila sasa nataka kuwahi kazini. Tesha akasema dada mimi kunywa tu hata basi bakuli moja bwana. Sikumbuki mara ya mwisho tumekunywa supu pamoja lini. Tesha alimwambia hivyo dada yake. Sasa Ankia akatabasamu na kusema kwamba bwana hata bakuli moja tu bwana, ngoja nikaweke sawa. Basi Miriam akaonekana kutaka kumridhisha tu mdogo wake, hivyo akatikisa kichwa kubali. Ankia akasema kwamba haya twendeni jamani. Jesse njoo. Ankia aliniita. Nikatikisa kichwa kukubali, nami sasa nikafuata nyuma yao wote mpaka hapo sebleni. Hakukuwa na ile hali changamfu sana iliyozoeleka kutokana na uwepo wa Tesha, kwa sababu wakati huu alikuwa chini ya mvurugo wa kihisia. Angalau Ankia angeongea kwa njia nyepesi ili kuweza kurudisha hali iliyosawazika zaidi kwa sehemu hiyo. Kulikuwa na hotpot mezani na mfuko wenye kitu kwa ndani, na Ankia akawa sasa ameleta sahani ya udongo na mabakuli manne pamoja na vijiko. Kwenye ule mfuko akatoa chapati 6 za kusukumwa na kuziweka kwenye sahani. Akasema ndizo zilizofanya akakawia kiasi kwa sababu ya kuhitaji kusubiri.
Kwa hiyo akaweka na supu kwenye mabakuli, nyama zikiwa zile zinazofanana na kama maini hivyo. Wanaita nini? Mapupu. Watu wa Uswahilini wanaelewa na wanayapenda. Zile nyama zinazofanana kama na maini hivyo wanazijua. So naye akatusogezea kila mtu sahani yake na kumsisitizia Mariam anywe na kula chapati. Mimi nilikuwa namwangalia tu mwanamke huyo na kuona namna alivyojitahidi sana kustiri hisia zake. Kuna kitu kilichokuwa kinaisumbua nafsi yangu kutokana na kushindwa kumwambia maneno yenye kufariji alipokuwa anajilaumu kwa sababu ya matatizo yaliokuwa yanatokea kwenye familia yake. Na hii ndio iliyokuwa mara ya pili kwangu kuweka ukaribu wa namna hiyo kwa huyu mwanamke. Yaani vile nilivyombembeleza kidogo akiwa ananilalia begani, nikiwa sasa nakumbukia mara ya kwanza aliponikumbatia kwa kutoa shukrani ya moyoni nilipomsaidia mdogo wake. Nilihisi ni kama ningeweza kujiweka karibu naye zaidi ili tushirikishane katika mambo yenye kujenga zaidi. Lakini tatizo alikuwa ni wa kivyake mno. Watu wanaomfahamu Edina na Regina nadhani wanaweza kumlinganisha na mimi. So tukawa sasa tunakunywa thupu pale taratibu tu. Naye Tesha akawa sasa anasimulia kwa wanawake jinsi alivyojikuta anakaa bwana vibaka na kuibiwa simu nini, bila kuongelea masuala ya wanawake aliokutana nao baa. So akatanetania kwa kusema kwamba alitaka kurudi huko leo na kisu ili akawatafute hao vibaka. Nasi tukamwambia awe mwangalifu kisije kikageuziwa kwake. Kwa hiyo maongezi hapo bwana alikuwa nimepesi tu msikilizaji, na mpaka tulipomaliza supu Miriam na mimi tu ndio tukiwa sasa tumekula chapati moja moja. Kisha yeye na mdogo wake wakatuaga na kuelekea kwao. Tesha alikuwa anataka kwenda kuweka mwili wake sawa zaidi ili baadaye nimsindikize kwenda kituo cha polisi kuangalia swala lake la simu. Nami nilikuwa nimemwambia haina tatizo. Bila shaka wawili hao wangeenda kujaribu kuweka hali vizuri zaidi pale kwao, lakini bado nilikuwa na hofu kuelekea swala la huyo Joshua. Sikutaka kuwachanganyia habari kwa kuambia mambo niliyosikia kutoka kwa huyo mjinga, maana najua tu ningezidishia hofu ama ningezidisha tu hofu ya Miriam kutokana na vitu ambavyo mdogo wake angeweza kufanya. Kwa sasa ingekuwa busara kutulia tu, lakini ningehakikisha na kuwa makini ili kuiepusha familia hiyo kutoka kwenye matatizo ambayo Joshua alitaka kuyaendeleza, hasa kumlinda Mariam. Basi bwana, muda mfupi baada ya Miriam na Tesha kuwa wameondoka hapa kwa Ankia, nikasa nimefanya usafi wa chumba na mwili, kisha nikavaa vizuri ili niweze kwenda pale kwao kushughulika na binti Mariam. Ni leo ndo nilitaka kumpa Ankia hela ya kodi kwa ajili ya mwezi uliofuata. Basi tu yani ili wiki ambazo zingefuata nisiwaze kabisa kuhusu hilo swala. Nilipotazama matumizi yangu ya pesa za pembeni toka nimekuja mapumziko, nikaona nilikuwa nimetafuna nyingi kiasi, lakini hakukuwa na shida sana juu ya hilo. So baada ya kupangilia mambo vyema, nikamfuata Ankia na kumpatia pesa. Kama kawaida yake alianza kujishaua mara JC mbona hivi mbona vile, hii kimepanda kimeshuka, nami nikalazimisha tu pale azichukue na kumwambia akate mashauzi yake hayo. So nikamuaga. Baada ya hapo nikasema ndio naenda kwenye wajibu wangu wa kidaktari, nami nikaelekea mpaka kwa jirani yetu. So Tesha akawa amekuja kunifungulia geti. Naye akasema kitu ambacho hata Bizawadi aliwahi kuniambia mapema sana kuhusu geti hilo. Ni kwamba kama mlango mdogo wa geti ungekuwa unaweza kufungukia kwa nje, basi ningekuwa naingia tu badala ya kusumbuka kupiga hodi. Hivyo nikaona ngoja nisaidie kuirekebisha hali hiyo kidogo. Kwa hiyo nikamuomba Tesha atafute kamba nyembamba, msumari na nyundo ikiwezekana, ili sasa tujigeuze mafundi hapo. Akatii na kufuata kamba nyembamba iliyoendana na zile walizoweka hapo nje kwa ajili ya kuanikia nguo, msumari mrefu lakini hakukuwa na nyundo. Kwa hiyo akaleta tu jiwe. Nikaikata kamba hiyo kwa urefu uliotoshea upana wa kimlango hicho, kisha nikaifunga kwenye kale kadude kuvuta kwenye kifungio cha geti na kuipitisha nje kupitia wazi mdogo mwanzoni tu mwa ukuta ambapo geti lilianzia. Kwa hiyo nikatoka nje na kuugonga msumari ukutani. Mwanzoni kabisa ni karibu na geti, kisha sasa nikafunga kamba hapo, yani nikaifungia kamba hapo. Kwa hiyo tukaanza kufanya majaribio kwa kufunga kimlango cha geti, kisha naivuta kamba kiasi tu nikiwa ni kwa nje ili ikikivuta kile kidude kwa ndani kiachie, na huo mlango kafunguka. Akili mtu wangu. Ilikuwa ni njia ndogo tu ya kuweza kurahisisha kazi kwa sisi tuliozoea kuja hapo. Naye Tesha akasema ilikuwa ni njia nzuri, sema aliona uvivu tu kushughulika na geti hilo. Kwa hiyo mimi nikaingia tena, na wakati huu ndio nikatilia manani kuwa gari la Miriam halikuwepo, kumaanisha alikuwa ameshakwenda kazini.
Kwa hiyo nikamuuliza Tesha hali kwa sasa ilikuwaje? Na akaniambia tu twende ndani ili tukaongelee huko. Kweli tukaenda, nami nikakuta hali isivyo kawaida na nilivyokuwa nimezoea. Sikuwakuta Bi Jamila na Bi Zawadi wakiwa wamekaa kwenye sofa lao kama kawaida. Na sikumuona Mariam pia. Nikadhani labda wapo chumbani, maana kulikuwa na hali ya utupu tu hapo. Yaani kulikuwa kuna kama hakuna watu, pako wazi tu. Kwa hiyo tukakaa na Tesha sofani, nami nikamuuliza kwamba Mariam yuko wapi? Tesha akasema hayupo, ila wote hawapo. Wameenda wapi tena? Na mimi nikawachukua kuwapeleka kwa Joshua wakaongee huko. Alisema hivyo kwa njia ya kukerwa. Nikamwangalia kwa makini na kuuliza kwamba kampeleka Mariam kwa Joshua? Ndio maana yake kaka. Lakini si Miriam amesema kwamba anaenda kazini? Ndio. Kawapeleka huko wote na mama wakubwa nini, alafu ataenda kazini. Labda na baadaye ataenda tena huko kuwafuata. Sasa mbona hujaenda? Kwani haiko wazi kaka? Mimi sitaki tu kaka. Lakini mimi nimesingizia kwa dada kwamba mimi sijisikii fresh bado. So hapo wanaenda kudanganywa tu na huyo fala tu. Yanakimgusa mama atanitambua. Nijikuta nimesema hivyo kwa hasira. Tesha akasema kwamba nini? Nani? Joshua anataka kumuumiza mama ama? Tesha aliuliza hivyo kwa mkazo. Nikamwangalia kusema kwamba hapana, namaanisha kwamba hali ya Mariam sio nzuri kivile bado. Ikiwa ataogopeshwa sana na kaka yako, basi itakuwa ni kurudi nyuma tena. Kwa hiyo nimeongea tu vibaya. Sio vibaya. Mimi mwenyewe nitamuua huyo mjinga ikiwa mama atarudi hapa bila unywele hata mmoja. Sema ndo nimemwaahidi dada kuwa mpole, kwa hiyo natulia tu. Ila ungeenda nao Tesha, huwezi kujua. Usiogope bro. Mimi najua Joshua anachokifanya hapa mwanzoni ni kuigiza tu. Kwa hiyo lazima tu na mimi niigize pia. Hawezi kumgusa mtu yeyote sasa hivi. Wewe utaona tu. Tesha alisema hivyo. Nikaangalia pembeni ikiwa nimeudhika kiasi. Sikujua nifanye nini, maana hali hii ilikuwa ni kushtukiza. Na hii sasa ikanipa somo kuhusu kuwa chonjo zaidi na hii familia ili Joshua asije kufanikiwa kwenye mipango yake. Sasa mimi nikabaki tu mdomo wazi. Kwa hiyo wanarudi saa ngapi? Jioni. Hapa doro tu kaka. Mimi hapa nataka nikazurule mpaka hiyo jioni. Vipi mwanangu, tuoshe ama nini? Kuelekea wapi? Nataka tu nikazunguke Kigamboni leo nini. Alafu baadaye sasa tutaazamia kwa mshikaji fulani hivi. Nina siku sijamuona mwanangu, au unasemaje? Tesha alisema hivyo. Lengo la kuja hapa msikilizaji ilikuwa ni kuendelea na mazoezi yangu pamoja na Mariam, lakini hakuepo. So sikuwa na jambo lingine muhimu la kufanya. Kwa hiyo nikaona ngoja nimkubalie tu rafiki yangu. Labda na matembezi angeleta jambo jipya mbali na yale niliokuwa natazamia yaweze kufika. So alikuwa ameshaoga, kwa hiyo nikakaa kumsubiri alipokwenda kuvaa, na alivalia kawaida tu kama mimi na kofia yake kama kibandiko kichwani. Ikanifanya sasa na mimi nitake kwenda kuichukua ya kwangu, lakini nikaahirisha. Kwa hiyo tukatoka pamoja, akafunga milango na geti, na tukaenda kwa Ankia ili sasa Tesha amwachie funguo za kwao ili endapo kama ndugu zake wangewahi kurudi kabla yake basi wazikuta hapo. Ankia akatutakia matembezi mema, huku sasa akisema tukirudi tumletee zawadi. Nasi tukaingia barabarani baada ya hayo yote. Sasa msikilizaji, unadhani jamani, ila mambo ya familia unaamini hii familia itarudi salama? Kwa sababu tayari Joshua alikuwa ameshazungumza na mtu wake kule kuweka mipango sawa, na hapa sasa tunavyozungumza dakika hii ni kwamba tulijua mimi anakwenda kazini, kumbe kachukua familia kaipeleka kwa nani? Kwa Joshua, kwamba tu kusalimia nini. Wakati Joshua target yake ni Mariam, na Mariam alitakiwa kugongwa, kumbe mission yote ilikuwa chini ya Joshua. Sasa je, kipi kitakachotokea huko? Tutakapokuja kuendelea ndo tutaanzia hapo msikilizaji, kuweza kuona ya kwamba jambo gani ambalo Joshua aliweza kulifanya mara baada ya hiyo familia yake kuwa sasa mikononi mwake. Anaweza asihusike yeye ama wasifike hata nyumbani. Yani kabla hata hajafika nyumbani mimi unaweza kushangaa bonge moja la tukio likawakutia njiani, aidha wakati wanaenda ama kurudi. Sasa je, mwamba wetu JC atafanya nini kuweza kubalance ama kuyatimiza yote ambayo anafikiria kuyasolve? Tukutane sehemu inayofuata kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kufahamu mambo mengi yanayoendelea kwenye hii familia. Tuendelee kumfahamu zaidi JC. Nadhani hapa hata nusu ya JC bado hatujamfahamu zaidi. Niseme tu mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas, mtarashaji ni Elton Tony. God bless you till we meet again. Bye bye.